Aisee, nilicheka sana baada ya kusikia kwamba mkewe Derek hajui atakuwasha jiko la gesi. Kwa kweli ni jambo la kushangaza. Yaani hata ukimwambia washe oven hawezi. Kwa kweli ni jambo ambalo unaweza ukalishangaa, lakini si kosa la mkewe Derek, kwa sababu Derek amemtoa mkewe kutoka kijijini, kwa hiyo ana kazi kubwa ya kumfunza. Mambo mengi sana yanatakiwa ajifunze. Karibu sana mpenzi msikilizaji katika sehemu hii ya pili ya simulizi yetu, Rais anampenda mke wangu. Yapo mengi sana yametokea katika sehemu ya kwanza. Kama umeikosa sehemu ya kwanza, basi rudi kaisikilize. Kuna uhondo mwingi sana ili upate mtiririko wa story nzima jinsi ulivyo. Karibu sana katika sehemu ya pili. Siku ya harusi yao, kwa kweli mamia ya watu walifurika katika ukumbi wa Garden Inn uliokuwa katika jiji la Shantown. Na kama alivyokuwa amepania Derek, miongoni mwa watu hao alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Sokomoni, Bwana Gabriel Mtomoko. Idadi kubwa ya mawaziri ilikuwepo, maafisa na wafanyabiashara mbalimbali wakiwemo katika harusi hiyo. Kila mtu aliyekuwepo kumbini alishindwa kuelewa Derek alimtoa wapi msichana yule. Uzuri wa kabula ulimchanganya kila mtu aliyekuwemo ndani ya ukumbi huo. Hata rais mwenyewe alikuwa anageuka mara kwa mara, na kila akigeuka anamuuliza mtu aliyekuwa jirani yake habari ya juu ya kabula. Halo, katika tembea yangu yote sijawahi kuona mwanamke mzuri kama huyu hapa nchini. Kwa kweli, kwa furaha aliyoipata katika ukumbi huo, Rais Gabriel alitangaza kugharamia fungate la Derek na kabula katika visiwa vya Shelisheli kwa muda hata wa mwezi mmoja, na kwa kweli watu wote walishangilia. Rais alikuwa amevutiwa waziwazi na uzuri wa kabula. Alikuwa na sifa zote za mwanamke alitamani kuona maishani mwake, lakini hakufanikiwa kumpata. Kiufupi, alitaka kabula awe wake, lakini alishindwa. Angeanzia wapi kumchukua? Kwa kweli, aliogopa aliyompata Mfalme Daudi, ambaye kwa kumtamani Balsheba, mke mzuri sana wa mmoja wa askari wake aliyeitwa Uria, aliamua kumtuma mstari wa mbele kulikokuwa na mapigano makali ili afe na Mfalme Daudi akamchukua mkewe na kumuoa. Kwa kosa hilo, Mfalme Daudi alipata adhabu mbaya kutoka kwa Mungu. Adhabu iliyompata Mfalme Daudi ilikuwa ni kubwa sana. Lakini si katika tendo hilo ndipo Mfalme Suleiman akazaliwa. Aliwaza Rais Gabriel huku akimwangalia kabula aliyekuwa mbele yake. Urefu wake na mwanya uliokuwepo katikati ya meno yake kwa kweli alizidi kumchanganya mheshimiwa rais, na kujikuta akiapa waziwazi kuwa ni lazima akimchukua kabula hata kama ni kwa gharama kubwa kiasi gani. Haiwezekani mtu kama Derek tu awe mwanamke mzuri kiasi hiki. Ni lazima nimchukue atake astake. Rais aliwaza kichwani mwake. Majira kama ya saa 6 hivi usiku, rais aliaga na kuruhusiwa kuondoka ukumbini kwenda kupumzika ikulu. Watu wote ukumbini walisimama wima kumwaga rais akiondoka. Tofauti na wengi walivyotegemea kuwa rais angetoka moja kwa moja nje, lakini baada ya kunyanyuka kutoka mahala alipokuwa amekaa, alitembea kwenda mbele na kuanza kuwakumbatia watu waliokaa viti vya mbele pamoja na bwana harusi. Kwanza alianza na wapambe wa bwana harusi na bibi harusi, kisha akaja kwa bwana harusi. Hongera sana Derek. Umtunze vizuri mtoto wa watu. Atakuwa mke mzuri sana kwako. Sawa? Na umenifurahisha sana Derek. Maana nasikia umewaacha wote hapa mjini na kufuata mke kijijini. Rais alimtania kabla ya kumkumbatia Derek. Alipomalizana na Derek, kilichofuata kilikuwa ni kumkumbatia kabula. Aisee, mwili wake ulitetemeka. Nyota ya kabula kimapenzi ilimzidi rais. Jasho jembamba lilimtoka, mishipa yote ya fahamu ikakaa tayari kuhusu joto la mwili wa kabula. Rais alijishangaa ni kwa nini siku hiyo alijihisi hivyo. Alipomtia kabula mikononi, rais alihisi vinyoleo vya mwili wake vikisimama wima, na alianza kuhisi baridi ghafla. Alizungusha mikono yake taratibu kuzunguka kiuno cha bi harusi, kisha akasogeza midomo yake karibu kabisa na sikio la kabula na kuanza kuongea maneno kwa sauti ya chini chini, huku pumzi yake ikipenya taratibu ndani ya sikio la kabula na kumfanya isi uvuguvugu wa kusisimuka. Kabula hakuyaamini macho yake. Katika maisha yake hakuwahi kufikiri kuwa ipo siku angekuja kukumbatiana na rais wa nchi yao. Mara nyingi alimuona katika television na magazeti peke yake,
Mambo haya yote yalikuwa yanatokea katikati ya maisha yake, yalikuwa ni ya ghafla mno. Ilikuwa ni kama ndoto yake, na alijisikia yupo juu ya dunia akiangalia kila kitu kwa chini. Wewe ni msichana mzuri sana Kabula. Asante Mheshimiwa Rais, alisema Kabula katika Kiswahili chenye lafudhi ya Kisukuma. Lakini kabla hajaendelea na shukrani zake, rais akiwa bado amemkumbatia, aliusikia ulimi wa rais ukipenya ndani ya sikio lake. Akasikia kitu kama shoti ya umeme ikipita ndani ya sikio lake na kusambaa mwili mzima. Nakupenda sana wewe msichana. Ni lazima siku moja uwe mke wangu, rais alisema kwa sauti ya chini bila kusikika. Kabula alishindwa ajibu kitu gani kwa swala hilo na kubaki kimya akiwa amepigwa na bumbuazi. Wageni waalikwa katika harusi hiyo walishindwa kuelewa ni kitu gani hasa kilichotokea mpaka rais amkumbatie bibi harusi kwa muda mrefu kiasi hicho. Hakuna aliyekuwa na jibu la swali hilo. Watu walibaki wamesimama wima wakijaribu kutafakari kilichokuwa kinaendelea mbele kati ya rais na bibi harusi bila kupata majibu. Miongoni mwa watu waliopigwa na butwa alikuwa ni Derek mwenyewe. Hakuelewa ni kwa nini rais alibaki amemkumbatia mke wake kwa dakika 3 mfululizo, wakati watu wengine akiwemo yeye kama bwana harusi walikumbatiwa kwa sekunde 2 tu. Pamoja na tukio hilo, Derek hakutia wasiwasi wowote juu ya yalikuwa yakitokea. Alimwamini sana rais wa jamhuri yao. Asingeweza kuuliza kitu chochote hata kama alitia wasiwasi. Alipomwachia bibi harusi, rais alinyosha moja kwa moja kumfuata MC maarufu nchini ambaye huendesha harusi nyingi za Wasabato, aliyekuwa akiendesha pia harusi hiyo, MC Henjewele. Alimuomba kipaza sauti. Kijana, acha nikuigizie kazi yako kidogo. Bila kusita, Henjewele alimkabidhi rais kipaza sauti akaanza kukitumia. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Nafikiri mnaweza kuwa mnajiuliza maswali mengi na kudhani labda sasa nimebadilika kuwa msema chochote katika harusi hii. La hasha. Ninachotaka kuelezeni hapa ni kwamba nimechelewa sana kumwachia bibi harusi kwa sababu nilikuwa nampa nasaha zangu kama mzazi ili ajue kumtunza mmewe, ingawa hii sio kitchen party. Asanteni sana na kwaherini. Alimaliza rais na watu wote ukumbini waliangua kicheko. Rais alisindikizwa taratibu na kuondoka ukumbini kwenda nje ambako msafara wake wa magari ulikuwa unamsubiri. Na dakika chache tu baadaye, magari yalisikika yakiondoka sehemu ya maegesho na sherehe ukumbini iliendelea kama ilivyokuwa imepangwa. Watu walikunywa na kula watakavyo. Baada ya rais kuondoka, bibi harusi alibaki kimya kuliko kawaida, huku shela yake ikiwa imefunikwa kabisa usoni. Mpambe wake alijaribu kila mara kumfunua ili aangalie mbele, lakini yeye alirudisha shela yake na kufunika zaidi uso wake. Mabadiliko haya yalimtia Derek wasiwasi mkubwa na kujikuta akimfunua Kabula uso na kuanza kumuuliza maswali, akitaka kufahamu ni nini kilichokuwa chanzo cha huzuni yake. Alipomwangalia vizuri, aligundua Kabula alikuwa akilia machozi. Nini nimetokea mpenzi? Derek alijikuta akimuuliza Kabula, lakini hakupata jibu lolote na kulazimika kumuuliza tena mara ya pili, lakini pia hakupata jibu. Kabula aliendelea kulia tu. Ilibidi Derek aanze kumbembeleza ili asilie zaidi, lakini haikuwezekana. Mpaka ikalazimu aombe kuruhusiwa kuondoka kwenda katika hoteli ya Hilton walikokuwa wamepanga kwa ajili ya usiku huo. Huko pia Derek aliendelea kumbana Kabula ili aeleze ni nini kilichomfanya alie baada tu ya kuachiwa na rais. Ameniambia maneno mabaya, yameniumiza sana moyo wangu. Mpenzi, maneno gani hayo? Kabula alipotaka kuyasema maneno aliyoambiwa na rais, alisita kwanza. Hakupenda kumuumiza moyo Derek. Alimpenda sana na alitaka kuwa naye siku zote za maisha yake. Kaniambia eti kwa sababu nimetoka kwa wazazi wangu, hivi sasa ni mimi na wewe tu, sio baba wala mama. Kabula alidanganya waziwazi na kujikuta akilia zaidi na roho ilimuuma sana. Halikuwa jambo la kufurahisha hata kidogo alilofanywa na mheshimiwa rais. Mpenzi, hicho ndicho kinakufanya ulie? Ndiyo mpenzi,
Kwani hapa kakudanganya nini? Ni kweli hajanidanganya, lakini pale hapakuwa mahala pake. Ameniminya sana moyo wangu, alijibu Kabula katika mchanganyiko wa Kisukuma na Kiswahili, akimaanisha ameumizwa sana moyo wake. Pole mpenzi, usijali. Mimi na wewe hadi milele. Uliona watu walivyokushangaa ukumbini? Sasa mpenzi, kwa nini walikuwa wakinishangaa kiasi hicho? Watu hawakuamini kuwa nimekutoa kijijini. Wao siku zote huamini kuwa wasichana wazuri wapo mjini tu, alijibu Derek. Walilala usingizi mnono wakiwa wamekumbatiana wote wawili. Ulikuwa usiku wa raha, lakini kila Kabula akiyakumbuka maneno Mheshimiwa Rais na ulimi wake ulipoingia sikioni, hofu ilizidi moyoni mwake. Hakuamini kama jambo lile lilikuwa limefika mwisho. Kama rais kweli alimpenda ama alikuwa anamtania. Asubuhi siku iliyofuata walikuwa bado wapo hotelini walipokea barua kuwa wote wawili wanahitajika Ikulu kwa ajili ya chakula cha jioni pamoja na rais. Hofu ya Kabula iliongezeka zaidi na alianza kulia kwa mara nyingine tena. Derek alipojaribu kumdadisi bado Kabula hakutaka kutoboa siri hiyo. Aliendelea kumdanganya kuwa alilia kwa sababu aliwakumbuka sana wazazi wake. Derek, hivi ni lazima tuende kula chakula Ikulu? Mimi sijisikii vizuri. Ni lazima ujitahidi mke wangu. Hiyo ni heshima kubwa sana tumepewa mke wangu. Sio kila mtu anaweza kukaribishwa Ikulu kula chakula na rais. Lakini Kabula alitaka kusema kitu lakini kigugumizi kilimshika. Hapana mke wangu, jitahidi tu. Jioni ya siku hiyo kama saa 1:30 wote wawili walishavaa nguo zao vizuri, na muda mfupi baadaye gari iliyotumwa kutoka Ikulu ilifika hotelini na kuwachukua kwenda kula chakula na rais. Derek alikuwa na furaha sana moyoni mwake na alishindwa kuelewa ni kwa nini rais aliamua kufanya hivyo. Kabula alionekana mwenye huzuni kubwa moyoni. Derek hakuelewa chanzo cha huzuni hiyo kilikuwa ni nini hasa. Mazungumzo wakati wa chakula yalikuwa mazuri sana. Rais alizidi kuwapongeza kwa kufunga ndoa na alizidi kumsisitizia sana Derek juu ya umuhimu wa kumtafutia Kabula shule ili aongeze elimu zaidi, na aliahidi kumtoa msaada zaidi. Yaani Derek angejua nini kinaendelea kati ya rais na mkewe, hata asingethubutu kukaa hapo, asingethubutu kumbembeleza mkewe aende kwa rais. Hebu tuendelee mpenzi msikilizaji. Asante mtukufu. Derek aliitikia. Miguu ya rais ilipita chini ya meza, akawa anambinya Kabula kwa miguu yake miwili na kumtekenya. Kwa hofu aliyokuwa nayo moyoni mwake, Kabula alijikuta akibano na mkojo, akalazimika kuomba kuonyeshwa sehemu ya kujisaidia. Huwezi kupaona. Hii ni nyumba kubwa sana. Twende binti, nikuonyeshe. Rais alimwambia Kabula. Hapana mheshimiwa. Nitakwenda mwenyewe. Huwezi kupaona. Ni lazima nikuonyeshe. Kama ni hivyo basi na Derek tuende naye. Hapana. Derek anaweza tu akabaki akaendelea kunywa divai taratibu. Kabula, usio na wasiwasi, nenda tu na mzee. Atakuonyesha. Alisema Derek akishawishi mke wake kuwakubali. Pamoja na kuwa aliogopa sana kwa jinsi alivyobanwa, Kabula alishindwa kuvumilia. Mkojo ulianza kupenya taratibu. Haya mzee, twende basi nipeleke. Ilikuwa ni furaha kubwa mno kwa Rais Gabriel. Aliamini hiyo ndio nafasi pekee ya kufanya alichotaka kutoka kwa msichana huyo aliyempenda. Alijipapasa kiunoni na kuigusa bastola aliyokuwa nayo. Alitamani sana kufanya mapenzi na Kabula usiku huo, lakini hakutaka kumtisha kwa bastola, jambo ambalo lingemfanya Kabula apige kelele sana. Kabula alipoingia bafuni, rais alikimbia haraka chumbani na kuchukua chupa ya dawa aina ya ethyl na kutoka nayo hadi kwenye mlango wa choo na kumsubiri atoke. Ilikuwa ni dawa usingizi aliyotunza chumbani kwake ili kuitumia kama majambazi au watekaji wangeingia ndani ya nyumba yake anayoishi peke yake baada ya mke wake kufariki dunia miaka michache kabla.
Watoto wake wawili walikuwa masomoni nchini Uingereza. Kabula alipotokeza tu bafuni, rais alinyanyua mkono wake na kumpulizia usoni. Aliporomoka hadi chini kama mzigo bila hata kupiga kelele. Bila kuchelewa, Rais Gabriel alianza kufungua suruali yake na kuishusha hadi miguuni. Kisha akapiga magoti chini akikamata gauni la Kabula na kuanza kulipandisha juu kuelekea kiunoni. Kwa kweli naona mheshimiwa rais kweli amepania kufanya jambo lake. Hivi ingekuwa wewe ndio Derrick, ungefanya nini kama utagundua rais anafanya kitu hichi? Aise, sijui nini kitaendelea baada ya hapo. Mpenzi msikilizaji, hebu tukutane katika sehemu ya 3. Usikose kufuatilia. Kama umekosa sehemu ya kwanza, basi rudi nyuma kaicheki. Kutakuta story nzima na muendelezo ni huu sehemu ya 2, na tutaendelea sehemu ya 3 wakati ujao. Tukutane sehemu ya 3.